Msanii wa kizazi kipya, yani Bongo Flava, ninamzungumzia Diamond Platinum. Leo amejikuta akishambuliwa na kundi kubwa la watu katika mitandao ya kijamii kulingana na kile ambacho watu wameendelea kukidai kwamba yeye na wasanii wenzake ni wanafiki. Hawapaswi hata kutoa pole kwa Watanzania walioondokewa na ndugu zao ama kwa raia ambao wamekufa, kwa sababu wao ndio walikuwa mstari wa mbele katika kupiga kampeni na katika kumhamasisha nchi nzima Mama Samia ili aweze kupita katika uchaguzi ambao umefanyika hivi juzi. So amejikuta kwa bahati mbaya, amejikuta yeye na wasanii wenzake kuwa katika kipindi kigumu kwa sababu ya kile wanachodai kwamba yeye akiwa kama msanii mkubwa, akiwa kama kioo cha jamii, anapaswa kusimama na mashabiki kama mashabiki wanavyosimama na yeye. Kwamba yeye kama msanii mkubwa ana sauti kubwa duniani, ana sauti kubwa Tanzania, ana sauti kubwa Afrika. So yeye kama kijana alitakiwa kusimama na vijana ili kuweza kutetea kile ambacho wananchi walikuwa wanakihitaji kwamba waweze kukipata. Lakini wanacholaumu ni kwamba wao wamekuwa mstari wa mbele kula pesa za CCM, kula pesa za kampeni. Hawajali hisia za Watanzania, hawajali hisia za watu. So amejikuta akiwa na wakati mgumu sana. Comment zaidi ya 10,000 katika muda mfupi. Kila mmoja anaongea la kwake, kila mmoja anatukana la kwake kulingana na hisia. Kama unavyoelewa kwamba kila mmoja ana uhuru wa kuongea kile ambacho anajisikia kukiongea. So amejikuta akiwa katika wakati mgumu sana. Kama unavyoelewa, hapo nyuma kumekuwa na ukimya mkubwa sana. Kuna baadhi ya wasanii ambao mali zao zilichomwa, ambao biashara zao ziliharibiwa na vitu kama hivyo. So leo katika ukurasa wa Instagram, Diamond ameweza kutoa pole na kuweza kuhamasisha watu wote Tanzania kuweza kuwa na mshikamano, kuweza kuwa na upendo ili taifa letu liweze kusonga mbele. So nataka kunukuu ujumbe ambao Diamond Platinum leo ameweza kutoa. Anasema, Mwenyezi Mungu ndiyo mpanga wa yote na hapajatokea jambo pasipo yeye kutaka. Na kila jambo hutokea kwa sababu. Akaendelea kusema inshallah. Na kwenye hili Mwenyezi Mungu atujalie sababu yenye baraka kubwa kwa taifa letu. Atujalie amani zaidi ya tuliokuwa nayo mwanzo. Atujalie upendo zaidi, umoja zaidi, mshikamano, kupendana, maendeleo, na azilaze roho za waliotangulia mahali pema peponi. Amina. Nitarudia tena. Anasema Mwenyezi Mungu ndiyo mpanga wa yote na hapajatokea jambo pasipo yeye kutaka. Na kila jambo hutokea kwa sababu. Akaendelea kusema inshallah. Na kwenye hili Mwenyezi Mungu atujalie sababu yenye baraka kubwa kwa taifa letu. Atujalie amani zaidi tuliokuwa nayo mwanzo. Atujalie upendo zaidi, umoja zaidi, mshikamano, kupendana, maendeleo, na azilaze roho za waliotangulia mahali pema peponi. Amin. So huo ndio ujumbe ambao Diamond Platinum aliweza kutoa katika mitandao ya kijamii. Lakini ni zaidi ya watu wengi sana ambao wameweza kutoa comment zao. Sijajua wewe msikilizaji wangu, mtazamo wako ni upi? Unajua, ukiangalia wasanii ninaweza kusema kwamba kwa upande fulani wanatumika vibaya. Kwa sababu maybe kwa sababu ya utawala ama serikali na vitu kama hivyo.
kulingana na yale ambayo yamekuwa yakitokea nchini Tanzania, kwamba ikitokea mtu yoyote ambaye anajaribu kukosoa juhudi za serikali ama kupinga juhudi za serikali, inaonekana serikali kuwa kinyume na yeye. So wasanii, kwanza nataka mtambue kwamba wasanii pia wana maisha yao, lakini pia wasanii pia wana hisia zao, lakini pia wasanii wana uchaguzi wao. Kuna sometimes unaweza ukakuta maybe wasanii hawataki kwenda, lakini wanalazimishwa kwenda kwa sababu usipokwenda itaonekana wewe ni mpinzani. So unapata wasanii wanashindwa kuwa na misimamo yao, kuwa na misimamo yao. Lakini hapa ukiangalia comment za watu wengi sana wanasema unapokuwa kioo cha jamii, ina maana jamii iliyokuzunguka na jamii ambayo inakuangalia wewe lazima ipate msaada kutoka kwako. So unaposhindwa kutoa msaada ama kutoa mchango wako kwa jamii ambayo yenyewe pia ina mchango kwenye maisha yako, ndio pale sasa unakuta jamii iliyokuzunguka lazima ifanye vita na wewe. So kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa na maoni tofauti sana. Kumekuwa na maoni tofauti, kila mmoja anaongea lake na kila mmoja anaandika kile ambacho anahisi kwake ni sahihi. So sijui wewe maoni yako ni yapi katika hili.